aseme kitu, aseme jambo. Bwana mwenyekiti, natoa shukrani kwa kitu tumeongea mbele yako hapa. Tunashukuru. Hiyo ni kwanza. La pili, pale kwa Wakuria kuna tuhuma nyingi sana. Saidi. Mimi nikiwa mzee namna hiyo, wale watu wanaua askari pale. Ninaomba hilo ombi kama litawezekana lisikizwe hapa. Ni askari namba moja hiyo. Ya pili, ni watu wa raia. Askari wale wanakuja wakiwa na bunduki aina ya G3. Na raia kama mimi vile navaa akiwa na bunduki. Huyu raia ametoa wapi hiyo bunduki ya G3? Huyu anakupigia ni askari na raia anakupigia. Mimi mwenyewe nimezaliwa 1948. Nikiwa nimezaliwa kwa hiyo shamba. Baba yangu akiwa nina hiyo document, mkitaka nitawapatia sana. Ana hizo document mahali tunaishi. Lakini ni kwamba bwana mwenyekiti, tunafukuzwa tarehe 20 mwezi wa pili mwaka 1989. Askari waliingia kwangu, askari wakanipiga risasi hapa kutoka nyuma. Nilikuwa natoroka, ninawatoroka, yani ninaogopa. Wakanipiga risasi hapa, ndio hii kutoka nyuma hapa hivi, nikakuja kutoka alama, ndio hii. Hebu thibitisha kama kuna alama hapa. Naona iko alama hapa. Nilikuwa nawatoroka, wananipiga risasi kutoka nyuma na askari wananipiga risasi ya pili. Walinipiga hapa, nataka huyu jamaa thibitisha. Ndio hili hapa, walinipiga kutoka nyuma. Hili ndio. Hii ni alama, linakuja kutokea hapa. Mungu akasaidia alikukata mfupa. Hili hapa. Hili ni, hebu thibitisha kama hakuna alama hapa. Naona iko alama. Walinipiga, ikakata hii nini? Ikakata hii nyama, lakini haikuingia kwa mfupa. Hiyo ni tarehe 20 mwezi wa pili mwaka 1989. Tarehe 14 huo utawala ulikuwa wa nani? Ulikuwa wa Moi. Wakati naambia akiwa Kenyatta haukuwa, Kibaki hiyo vita haikuwa, na huyu kijana ya Moi ya Kenyatta Uhuru haikuwa. Okay, wakati tumefika tarehe 14 mwezi wa 4 ambapo ni 2014, hao askari waliingia kwangu na watu wa raia nikiwa kwa hiyo shamba. Walinipiga risasi, nataka mthibitishe hapa hivi. Ndio hili kutoka hapo kushoto. Walinipiga mpaka ikakuja kutoka na hapa. Hiyo ni risasi kwa ndani. Nikaanza sasa, saa ile wananishika ya kwamba mzee anaumia. Wakatuma risasi ya pili, wakanipiga hapa hivi. Wacha nifungue mthibitishe. Shari kufungua. Ili muone kama mtatusaidia ama hapana. Fungua. Hiyo ni risasi ya pili. Sasa ile kijana wananibeba, wananiwekea mkono hivi. Risasi ndio hii. Yakakuja kutoka na hapa. Ndio hii. Mungu akasaidia, haikukata misipa, haikukata mapupa. Ikasaidia mkono unafanya kazi, lakini natembea nikiwa na pimbo hapo na mkongocho. Nikiwa na hiyo umri, shamba ni yangu. Wale watu walikuja pale, niliwaonyesha ya kwamba nyuma huku baba yangu katika hiyo miaka alipanda miti. Nikariti hiyo miti kwa hiyo miaka. Maana nimewaambia nimezaliwa 1948. Niliwaonyesha ya kwamba nina miti hapo. Askari wale wanakaa hapo Ang'ata. Wanaenda wanalete watu, wanatumia gari ya serikali. Hata DC alikuja juzi, mumpigie simu mumuulize. Tukamwambia ya kwamba DC, gari ya serikali inakuja kulinda watu, inakuja magendo, inasafirisha miti kwanza, wanapeleka Tanzania. Miti hiyo ni gani? Niyo yangu. Wanakata wanaweka. Nikipeleka ripoti kwa polisi wale wako hapo, wananiambia mzee, hatuchukui ripoti ya Wakuli. Kama ni uongo, wana OP, uliza, ita hiyo OP nyinyi mcheki muone kama kuna ripoti ya Mkuli. Hakuna. Sasa ikiwa ni hipo, tutaenda wapi? Polisi wanasafirisha miti yangu, wanakata, wanapeleka hapo. Ukienda kuuliza, kabla hujafika kwa polisi, unakutana na raia hapo na bunduki ya aina ya G3. Si mimi nafikiri hii bunduki ya aina ya G3 ni uniform ya serikali. Kama inauzwa, sisi tunaomba ya kwamba Wakuria, kama kweli mnaamua kweli, si tumeo bunduki kama wale wengine. Hiyo bunduki wanapatiwa na serikali ya kufanya kazi gani ya kuwa Wakuria? Okay, kama mtaona ati hatuvai kweli, si mchukue mtuandikie police reserve, Kenya Police Reserve, wao wanatulinda. Kwa sababu si wameshindwa, si serikali imeshindwa. Tujilinde wenyewe.
La pili, muone hiyo turuma pile iko. Wakuria, tuna Wakuria wa Kenya, yani wa Migori County. Tuna Wakuria wa Transmara. Hivyo ndio walikatwa na mipaka wakaingia. Tuseme kwa nchi nyingine mimi ni mmoja wao. Niko na kila kitu ya uthibitisho ya kwamba ni wa Transmara. Lakini si tumevukuzwa kutoka kwa mashamba. Tumeingia hapa. Kama tumevukuzwa kutoka pale tumekuja hapa. Wakuria wale wako Transmara wengine wanachibu, wanasabu chibu. Lakini kwa sababu ya vita wanapeleka ngata ripoti. Kwa sababu ya vita hakuna mawasiliano, wanakaa tu kama wezi na wako na chibu. Sasa nyinyi hii barasa yenu tafadhali, naomba tuniombi na ulizi. Si wale Wakuria si wapewe dio pale, wao wanaripoti hapo kwa sababu wanalipwa na Kenya, lakini bado watu wazima. Si wapewe dio. Pili, hata hiyo ofisi pengine tutasema mko na utatoa lakini mwisana. Kwa nini Wakuria hao wa Migori County? Si museme waito Kuria County kama kaunti nyingine kama Meru County. Si mnaona hiyo tu. Sisi huko tunanyanyaswa. Hatuna hata chibu hapo, sababu chibu hapo, lakini ndio hakuna. Hapa tuna wabunge wako hapa wanaketi hapa. Lakini ni kosa wakati mtakaposema Kuria ito Kuria County. Yangu ni hivyo, lakini naomba tafadhali mimi nikipeleka ripoti kwa polisi zisikulikiwe. Ndio nimefanya, nimekuja hapa. Sasa nyinyi hamwezi kunishughulikia hata hiyo video yote na risasi kwa mwili wangu 4. Na nikipeleka ripoti naambia mkisa ichukuliwe. Kwani mimi si Mkenya? Ikiwa nimepanda hiyo miti mpaka serikali wanakuja kukata wanauza, ni yenyewe ilimea, si endelea kwa shamba yako. Lakini mimi nimefanya kazi ya kupanda. Naomba mnifitie tafadhali. Hiyo ndio nimemalizia. Alright. Kuna mzee abana mwana banu kuvuli hata bachuko. Watoto wale wangu wameumia. Watoto wangu mimi binafsi ni watoto 4 pamoja na wale wameoa kwangu wawili, wote 6. Na hiyo shamba mahali hapo ndio na sasa from 19 kutoka mwaka wa nikizaliwa nikiwa hapa ninaambiwa ati sina haki. Mwenye haki ni nani sasa? Uwawa ama kuumia. Wamekufa. Nina watoto wachane hapo, wachukuu wachane. Sasa sijui niende kuleta mwenye kuwasalisha sijui wapi ni kwa miaka kwa class 6 alikuwa wako. Hata yule mwingine aliuawa alikuwa wako. Kwa sababu naishi kwa hiyo shamba. Mimi naomba tu yale yote ambayo